haki nyumbani kwako. Naam, Swahiba moja kwa moja sasa nimkaribisha Alhaji Dr. Sule ambaye niko naye hapa. Anayo fursa ya kutujuza hiki ambacho nimekujuza tu, kwa maana ya kukujuza kwa muhtasari. Mada kubwa hii leo Dr. atakwenda kuizungumza ni kuhusiana na saratani ya shingo ya kizazi kwa kina mama. Alhaji, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, habari za majukumu na zile mishe za kutwa nzima? Naam, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kuwahudumia Watanzania wenzetu. Naam. Na hata wasiokuwa Watanzania ambao wamesafiri kutoka katika nchi mbalimbali. Naam. Bara la Afrika na Ulaya pia ambao wameweza kuhudhuria katika kituo chetu na kupata huduma. Naam. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwamba tumefanikiwa kutoa huduma. Tunasubiri shani na kadari ya Mwenyezi Mungu katika kuwapa shifaa juu ya yale yanayowasumbua. Hakika tunakutana hapa, tumewasikia hapa akina mama wakizungumza kile ambacho jana wamekipata. Moja ya mama hapa, Bi Mariam, amezungumza kuhusiana na namna ambavyo mafundisho ya jana yanajaribu kuwakumbusha na kufahamu majukumu yao. Kwa wale ambao hawafahamu kabisa, basi wanapata elimu pia. Inawezekana kidogo tukazungumza hii lilikuwa wazo la namna gani hasa, na lililenga nini kusudio kwa ajili ya kufanikisha hili, kwa sababu tayari tushaanza, japo mwanzoni tuambia, lakini kuna wale ambao wanapata fursa ya sasa hivi kufungua redio na kusikiliza kwa mara ya kwanza. Anakutana nasi, tumezungumzia kuhusiana na darasa ambalo linatoka pale. Kiufupi ni kwamba darasa inayozungumzia malezi na ndoa ni darsa muhimu sana, kwa sababu inagusa maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza ambalo linaguswa na darsa ya malezi ni namna gani mwanadamu au mzazi anavyoweza kumlea mtoto katika malezi sahihi, ukizingatia kwamba tuko katika zama za utandawazi. Na mzazi utandawazi ana elimu yake juu ya malezi ya watoto. Lakini sisi kama wa Afrika tuna mila na desturi zetu, na yale ambayo tumearithi kutoka kwa wazazi wetu yaliyo bora yanafaa kuhuishwa na kuelekezwa ili kuhakikisha kwamba tunakitengeneza kizazi bora. Lakini ikumbukwe katika sikukuu ya Eid al-Adhiya ama Eid al-Hajj, tulipokuwa katika uwanja wa Al Hassan Mwinyi, ambako mgeni rasmi alikuwa mkuu wa wilaya hii ya Tabora mjini, mheshimiwa jina linanitoka kidogo, Mheshimiwa Yahya Nawanda. Mheshimiwa Yahya Nawanda alituasa kwamba kwa muda mfupi aliyoishi katika mji wa Tabora akiwa kama mkuu wa wilaya ya Tabora, alichojifunza kwamba sehemu kubwa ya wahalifu ni vijana wenye umri chini ya miaka 18. Kwa hiyo hii ilikuwa ni changamoto ambayo sisi kama wanatabora tulipewa, kuona namna gani tunaweza kujitathmini upya juu ya malezi yetu na watoto. Lakini hili haliko Tabora tu, jambo hili liko karibu dunia nzima, na hasa katika nchi zilizoendelea ambazo mara nyingi zimekuwa na mafundisho tofauti kidogo katika sheria zao, kwamba mtoto ana uhuru uliopitiliza. Watoto katika nchi zilizoendelea wana uhuru uliopitiliza. Na siku zote uhuru unahitaji mipaka. Hakuna uhuru usiokuwa na mipaka. Kwa hiyo mwanadamu anaweza kujikuta anafanya vitu kinyume na utaratibu ambao pengine Mwenyezi Mungu hakufundisha, lakini pia jamii inaweza kukataa utaratibu huo. Kwa hiyo tunaona kuna haja ya kutoa elimu ya kutosha juu ya malezi ya watoto, ili kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa kizazi bora, ama wanakuwa wazazi bora baada ya kuondoka sisi kizazi ambacho ni cha zamani na kuja kizazi kipya. Kwa hiyo hii imetupa hamasa kuona namna gani tunaweza tukaelimisha familia juu ya malezi ya watoto. Na nilijaribu kueleza pale jana, familia nyingi kwa sasa katika malezi zinalelewa na mifumo badala ya kulelewa na utaratibu wa kifamilia. Unamkuta mtoto analelewa tangu miezi 7-8 mwaka, mama anapomaliza maternity leave, anapopewa ule muda wake wa kuanza kazi, mtoto analelewa na dada wa nyumbani.
Kwa hiyo mara nyingi mtoto analelewa malezi na mfumo wa dada wa nyumbani, ambaye naye amelelewa katika mazingira ambayo huna taaluma ya kutosha na kujua tabia zake na vitu kama hivyo. Lakini baada ya hapo mtoto anakwenda kulelewa na mfumo wa shule. Anaanza KG1, sio KG2, anakwenda nursery school ya kawaida, sio anakwenda ndio kindergarten hiyo anaita, anakwenda labda primary school pale, chekechea hizo, anamaliza darasa la kwanza, la 6 mpaka la 7. Muda mwingi baadhi ya watoto wanalelewa katika mashule boarding. Kwa hiyo unajikuta analelewa na mfumo wa shule na halelewi na malezi halisi ya wazazi pale nyumbani. Mtoto huyo anakwenda mwisho siku anaingia form 1 form 4 kwa maana ya O level pale, na pale anakwenda tena kulelewa na mfumo wa shule. Akitoka pale anakwenda tena kulelewa katika advanced level, A level. Pale nako anakwenda kulelewa na mfumo wa shule. Muda mdogo anakaa na wazazi na watoto na wazazi wake nyumbani. Lakini baada ya hapo tena anakwenda kulelewa na mfumo wa university ama vyuo vya kati. Kwa hiyo mtoto huyu wakati mwingine anaweza kupata malezi yasiyo sahihi, na wakati mwingine anaweza kupata malezi yasiyokuwa sahihi kwa sababu ya aina ya watu wanaomzunguka katika kipindi chote cha malezi yake, na kwa bahati mbaya hapati huduma ya kutosha ya malezi kutoka kwa wazazi wake. Na ndio maana leo tunajikuta tuna watoto wengi ambao hawaendi katika zile mila na desturi ambazo tunazo, na mwisho wa siku wanakuwa watoto ambao ni waasi, watoto wabaya, watoto wenye tabia mbaya ambao hatutamani kuwaona kwa kweli. Sasa tunafanyaje? Tumeshakosea, lazima tutoe elimu ya kutosha kwa mzazi. Basi kile kipindi ambacho mzazi atakuwa na mtoto wake katika kipindi cha likizo, basi angalau awe na lugha ya kuzungumza na mtoto wake. Na bahati mbaya sana wazazi wengi hawana muda wa kutenga na watoto wao kuelimisha juu ya tabia. Mwenyezi Mungu anasema katika surati Luqman, sura 31, anazungumza maisha ya Nabii Allahi ama kipenzi cha Mwenyezi Mungu Luqman alivyomuita mtoto wake na kumuhimiza katika mambo mema. Akamwambia, ewe mwanangu, na kuhusia muogope Mwenyezi Mungu, mche Mwenyezi Mungu na tenda yale ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha, na uwe mtu mwema mbele ya waja wengine. Sasa Qur'ani inatufundisha namna gani mwanadamu anavyoweza kumtengeneza mtoto wake kwa kumkhofisha juu ya hofu ya Mungu, lakini pia kuwa mja mwema mbele ya watu wengine katika kuwatendea mema. Kwa nafasi hiyo hiyo, taasisi ya Islamic Dua Center tumeona tutengeneze darsa hii ya kina mama, kuwakumbusha, kuwaelimisha na kuwajulisha wajipange namna ya kukaa na watoto wao na kuwapa elimu, ili waweze kujikuta watoto hawa wanaishi katika mazingira aliyoagiza Mwenyezi Mungu, lakini wawe watoto jamii bora ambayo hawatakuwa sumbufu na waweze kuchangia maendeleo ya taifa letu, badala ya kuwa wabomoaji wanaotengeneza mazingira ya kwenda jela, kuipa gharama na mzigo serikali ya kuwalisha wakiwa jela. Lakini pia wanalazimika wakati mwingine kuwekwa jela kwa sababu akiachwa uraiani kwa matukio anayoyafanya anaweza kuuawa. Kwa hiyo wakati mwingine serikali inalazimika kubeba mzigo wa kumpeleka mtoto au kijana au mtu mzima jela kwa makosa anayofanya, ili kumnusuru maisha yake kutokana na yale madhara ambayo angeyafanya katika jamii. Sasa ili kuwalinda watoto wasije wakawa kizazi kibaya baadaye, mlezi mkuu wa watoto ni mama. Ndio maana tumeanzisha darsa ya kina mama ya wiki 4 kila siku ya Jumapili, ambayo imeanza Jumapili ya tarehe 8, itakwenda Jumapili ya tarehe 15 mwezi wa 8, itakwenda Jumapili ya tarehe 22 mwezi wa 8, na hatimaye tutamaliza tarehe 29 mwezi wa 8. Semina hii itakuwa imemalizika na kina mama wataendelea kupata faida kwa mengi zaidi, ikiwemo malezi ya watoto, lakini pia tutazungumzia masala ya ndoa, namna gani mwanamke anavyoweza kuiboresha ndoa yake, lakini vipi anavyoweza kutatua changamoto za ndoa, kwa sababu mawili hayo yapo katika maisha ya wanadamu. Malezi ya ndoa, swala la uimarishwaji au maboresho ya ndoa, lakini pia namna gani anaweza kukabiliana na changamoto za ndoa. Naam, tumepata ufafanuzi mzuri na mkubwa hakika kwa Alhaji Dr. Sule. Ametoa ufafanuzi kuhusiana na hiki ambacho nimemuuliza. Hakuna shaka utakuwa umeweza kupata ABC ya kile ambacho kusudi la msingi la kufanya darasa hii kwa akina mama, na najua kwamba akina baba pia linakuja darasa lao. Hakika tutakwenda kwa kina baba kwa sababu ndio lengo la msingi. Makundi yote mawili tuzungumze nayo. Kwa nini tumeanza na kina mama badala ya kuishi na
hatukuanza na kina baba ambao kina baba ndio walezi wa familia wakuu, kwa sababu hata mama yuko chini ya baba. Tumeanza na kina mama kwa sababu ndio wanaoishi na watoto muda mwingi zaidi. Tathmini ama tunaweza tukasema utafiti unaonesha kwamba katika masaa 24 ya siku, zaidi ya masaa 15 mama anaishi na mtoto, hasa wale tunaoishi extended family ambazo tunaishi baba, mama, watoto. Baba anakwenda kazini, anakwenda shamba. Mara nyingi wazazi wanarudi jioni sana, wazazi wa kiume. Kwa hiyo mama muda mwingi anaishi na mtoto. Kwa tunaona ni vizuri tukampanda kwanza fikra huyu mama anayekaa na watoto, ili yeye akaanza nao, alafu baadaye tutakwenda kwa kina baba ambaye yeye naye atatoa majukumu ama atashusha majukumu kwa mama, na mama naye atashusha majukumu kwa watoto, na mwisho wa siku tutapata familia tunazozihitaji ambazo ni bora katika malezi. Naam, Swahiba, kupitia maelezo haya basi yanatupa fursa sasa ya kwenda kuzungumza kile ambacho leo tumekikusudia, hasa kuhusiana na saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake. Tumezungumzia darasa la kina mama, lakini kwa sababu mama pamoja na kina baba, hakika kwa pamoja ukiwa umekaa nyumbani umetulia hapo, utakuwa unajaribu kufikiri kwa namna ambavyo ugonjwa huu umekuwa ukihatarisha maisha ya kina mama wengi duniani. Nikukumbusha tu kwamba kupitia 0699422737 tuandikia ujumbe wako mfupi ukitaka kuuliza jambo lolote ambalo linahusiana na kile ambacho unaamini Alhaji Dr. Sule atakujibu, basi fursa hiyo iko wazi kabisa. Lakini pia nikukumbushe kwamba kuna namba ya simu ambayo moja kwa moja ukipiga simu utazungumza na Alhaji Dr. Sule nje ya hapa kwenye kipindi, ni 0767 42 42 27 16 kumradhi 16, yani 0767 42 42 16 au 0693 630 613. Hizi namba mbili ukipiga utazungumza na Alhaji nje ya hapa studio, kwa maana anaweza kaa yuko nyumbani kidogo kapumzika pale, atakupokelea simu yako. Lakini pia anaweza kaa yuko ofisini akiendelea kutoa matibabu, atapokea simu yako na kuzungumza nawe. Alhaji, moja kwa moja tujiongee kwenye mada yetu ya leo, na tunakwenda kuzungumzia ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi kwa kina mama. Kwa nini kwanza ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi kwa kina mama? Naam, imekuwa saratani ya shingo ya kizazi kwa kina mama kwa sababu kwanza ni ugonjwa unaohusiana na upande wa kimakundi. Naam. Ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi unawahusu wanawake peke yao. Kwa hiyo huu ni moja kati ya magonjwa ya wanawake tu. Lakini pia ikumbukwe kwamba katika wiki hii na wiki hizi 3 zijazo tumekuwa na darsa ya kina mama. Kwa hiyo tumeona ni bora zaidi tuzungumze zaidi mambo ya kina mama ndani na nje ya kituo. Kwa maana ndani ya kituo kwenye dua kuna semina ya kina mama, lakini nje ya kituo kwa maana ya kwenye redio hizi tunakuwa pia na mada zinazohusiana na kina mama, ili kuweza kwenda sambamba na yale malengo yetu ya wiki 3 ama 4 za kuelimisha kina mama. Kwa hiyo niwaombe kina mama wawe kwanza wadau wakubwa katika kipindi hiki. Kwa kipindi chote hiki tutagusa zaidi magonjwa ya kina mama, japo pale itakapobidi tutagusa zile common diseases, lakini pia tunaweza kugusa yale magonjwa ya kina baba peke yao. Lakini najaribu kuzungumzia sana ya kina mama kwa sababu tuko kwenye wiki yao, ili waweze kupata faida zaidi katika wiki hizi 3 ambazo zitaishia tarehe 29 mwezi wa 8 2021. Karibu. Asante. Tatizo la saratani ya shingo ya kizazi ni ugonjwa unaowakabili wanawake. Na saratani ni msamiati wa Kiswahili wenye maana ya Kiingereza kansa. Kuna baadhi ya watu wanaweza wasijue maana ya neno saratani. Tunapozungumzia saratani tunazungumzia kansa au kansa ya shingo ya kizazi. Na tunapoizungumzia kansa ya shingo ya kizazi, kwa nini imeitwa kansa ya shingo ya kizazi? Imeitwa kansa ya shingo ya kizazi kwa sababu mfumo wa mwanamke wa maumbile ya kike umepangwa kama unavyoona shingo, mdomo na tumbo la chakula la mwanadamu. Mfumo wa shingo ama mfumo wa umbo la uzazi wa mwanamke umeumbwa kama unavyoona mdomo, shingo na tumbo la chakula vilivyoungana na vilivyo
vilivyopishana au vilivyotengana, ndivyo Mwenyezi Mungu alivyoumba mfumo wa uzazi wa mwanamke. Kwa maana kuna umbile la kike kwa maana ya uke ambao huu unafanana na eneo la mdomo. Kuna shingo ambacho ni kipande kinachotenganisha mfuko wa uzazi na maumbile ya kike ya mwanamke, ambayo hii ndio inaitwa shingo ama cervix, ambayo ndani yake kuna kitu tunaita uterus ama mfuko wa kizazi. Sasa maambukizi ya shingo ya kizazi ni kipande kinachotenganisha maumbile ya kike ya mwanamke na mfuko wa uzazi wa mwanamke. Hicho kipande kilicho katikati yao kinachotenganisha maeneo hayo mawili, hicho ndo tunakiita shingo ya kizazi. Na kieneo hicho kimekaa mfano wa shingo, ni kipande kirefu ambacho kiko mfano wa eneo linalotenganisha kola chakula na cardiac sphincter, yani lile eneo linalotenganisha baina ya utumbo mfuko wa chakula na hiyo shingo ya kizazi. Sasa eneo hili lina chembe chembe hai ambazo zinaishi na zinafanya kazi zake kwa ajili ya urutubishwaji eneo hilo, pia kwa ajili ya ulinzi na mambo mengine yanayoendelea katika eneo hilo. Sasa inapotokea kumepata maambukizi ya muda mrefu, eneo hili linapotokea kupata maambukizi yanatokanayo na fungus, virus ama bakteria kwa muda mrefu, eneo hili linaweza kupata madhara. Na miongoni mwa madhara yanayoweza kuathiri katika eneo hili ni virusi, kitaalamu vinajulikana kama human papilloma virus. Kuna virusi vinajulikana kitaalamu kama human papilloma virus. Virusi hivi ndivyo ambavyo vinaweza kupelekea kupatikana tatizo la maambukizi ya kansa ya shingo ya kizazi, ama ukipenda cervical cancer kama kitaalamu inavyojulikana. Eneo hili linaposhambuliwa na virusi hivi, ndio mtu anaweza kupata tatizo hilo, lakini si jambo la haraka, si jambo la mara moja, ni jambo linachukua muda mrefu mpaka mgonjwa kuwa tayari ameshapata tatizo la kansa. Ndio kusema kwamba kitu cha kwanza tunachokihimiza kwa wasikilizaji wetu ni kuhakikisha kwamba unafuatilia kwa karibu sana utaratibu wa vipimo na uchunguzi mwingine wa kitaalamu, ili kuweza kuona katika eneo hilo kama kuna maambukizi ambayo yanaweza kusababisha eneo hilo likapata kansa ama cervical cancer ama saratani ya shingo ya kizazi. Lakini pia vitu vingine vya kuviepuka ni vile vinavyosababisha upatikanaji ima wa virusi hizo au maambukizi yanayoweza kusababisha, au vile vitu ambavyo vinaweza kusababisha maambukizi ya virusi hivyo katika eneo hilo, ambavyo hivi ndio tunaziita viashiria au sababu au mambo yanayoweza kusababisha virusi vya human papilloma virus kuweza kushambulia katika eneo hilo, na hivyo kusababisha tatizo la kansa ya shingo ya kizazi. Sasa ni vizuri tukajituliza kidogo, tukapata breki fupi, ili msikilizaji wetu akajua, akajiandaa na kujua ni vitu gani vinavyoweza kusababisha upatikanaji wa virusi vya human papilloma virus, na vitu gani vingine vinaweza kusababisha kansa ya shingo ya kizazi, kabla hatujaenda kuzungumzia ni dalili gani anazoweza kuthibitisha mtu au kujijua mtu kwamba sasa ana kansa ya shingo ya kizazi. Naam. Sasa visababishi ni vipi hasa kuhusiana na ugonjwa huu? Mtu mpaka anapata ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi, ni kitu gani ambacho huwa kinasababisha, ama visababishi ni vipi hasa? Naam, kama tulivyotangulia kusema, miongoni mwa sababu za msingi za kupatikana kwa tatizo hili ni ile hali ya kupata infection ama maambukizi ya muda mrefu katika eneo hili la mfumo wa uzazi, na hii inaweza pia kusababishwa na tatizo la virusi ambavyo kitaalam vinajulikana kama human papilloma virus. Lakini hii ni moja tu kati ya aina za kansa
aina za kansa ziko zaidi ya 150 na tutaendelea kuzieleza kadiri vipindi vyetu vinavyoendelea. Na hiyo ni kwa jinsi zote, kwa jinsia zote, kwa jinsia zote kuna aina zaidi ya 150 za kansa. Na tunapomzungumzia kirusi wa human papilloma virus, kirusi ambaye anasababisha tatizo la kansa katika shingo ya kizazi, si peke yake, si tatizo hili halitokei tu kwa bahati mbaya. Yako mambo ambayo mwanadamu akiyafanya haya au yakimtokea haya ndio yanaweza kuwa sababu za kupatikana kwa kansa ya shingo ya kizazi. Na hapa nitataja sababu kadhaa kiasi cha 7-8 hivi ili kila mmoja aweze kuwa na tahadhari ya vitu hivi. Miongoni mwa mambo yanayoweza kumfanya mtu apate tatizo la kansa ya shingo ya kizazi ni ushiriki ama tendo la ndoa usiokuwa unafuata kanuni za kinga, kwa sababu virusi hivi anaweza kuwa navyo mwanamume ambaye amekutana na mwanamke mwenye virusi hivi na akajikuta amesafiri navyo, na hasa kwa wale ambao hawajapata huduma ya tohara. Mara nyingi eneo lile la ngozi inayofunika maumbile ya kiume kama halijafanyiwa tohara, inakuwa rahisi sana virusi hivi kubaki, na hivyo anapokutana na mwanamke mwingine kuvitransfer kutoka katika eneo moja kwenda katika eneo jingine. Lakini sababu nyingine ni kukaa katika urethra, yani ule mrija wenyewe wa mwanamume wa kutolea haja ndogo, ambao anaweza kubana virusi hivi na hivyo akavitransfer kutoka kwa mwanamke mmoja kwenda kwa mwanamke mwingine. Kwa hiyo vinaweza kuambukizwa kwa njia ya kuvisafirisha kwa njia ya ngono zembe, tunaweza kusema, au ule utaratibu wa kujamiana bila kufuata kutafanya mazingira ya kinga na ama pengine vipimo kabla ya kugundua kwamba mtu huyu ana tatizo hilo. Lakini sababu nyingine inaweza kusababisha jambo hili ni uasherati, yani umiliki wa wapenzi wengi usio, mahusiano yasiyo rasmi ya kukutana na wanawake wengi katika nyakati tofauti tofauti, kwa maana ubadilishaji wa wanawake usiokuwa rasmi. Yani leo umekutana na huyu Kahama, kesho umekutana na huyu Mwanza, kesho kuto umekutana, yani katika mazingira ambayo yanakufanya wewe unajikuta unaingia katika mahusiano yasiyo rasmi mara kwa mara. Hii inaweza kuwa moja kati ya sababu ya kutransfer tatizo hili, kwa sababu unapokutana na mtu ambaye humfahamu ni rahisi kupata tatizo na ukampelekea mtu mwingine au ukajikuta unalisambaza. Lakini kitu kingine kinachoweza kusababisha tatizo hili la kansa ya shingo ya kizazi ni wanawake kupitiliza muda mrefu katika kukoma, yani menopause. Wanawake ambao wanaweza kupata menopause kwa zaidi ya miaka 60 au 55 kwenda juu wana possibility kubwa kupata tatizo hili. Lakini pia wanawake ambao wanaweza kukoma chini ya umri ule wa kukoma kiwango cha uzazi ama kukoma damu ya uzazi, damu ya mwezi, ambayo kitaalamu tunaita hedhi. Hii inaweza kumsababishia pia kupata tatizo hili kwa mtu ambaye anapata menopause mapema, yani chini ya umri wa miaka 40. Watu hawa pia wana possibility, kwa sababu mara nyingi kupata tatizo hili mapema kunakuwa na abnormal circulation ya ule mzunguko wa hedhi wa mwanamke. Lakini sababu nyingine inayoweza kusababisha tatizo hili ni utumiaji wa mafuta mengi katika chakula. Utumiaji wa mafuta mengi katika chakula ni moja sababu inaweza kusababisha kansa, na hii ni waambie tu ndugu zangu ambayo wamekuwa wanapenda sana kula vyakula vingi au mafuta mengi katika chakula. Katika nchi nilizowahi kutembea, ndugu zetu wa Kongo wanakula sana mafuta mengi katika chakula. Nimewahi kukaa maeneo mbalimbali, Kisangani, Kinshasa, Lubumbashi, Goma pale, Katanga, yote ile maeneo mengi nimewahi kutembea. Nimeona kwamba mtu anapika chakula, unaikamua tonge ya wali inavuja mafuta. Lakini pia unaweza kuona mchuzi ulivyoungwa mafuta mengi, na ukajikuta wakati mwingine tonge inaweza kuziwiwa na mafuta. Kwa hiyo matumizi ya mafuta mengi, ya ulaji wa mafuta mengi, na hasa mafuta yenye lehemu, yani cholesterol, yana possibility kubwa ya kuchangia tatizo hili la kansa, ya kansa nyingi, lakini pia hata kansa ya shingo ya kizazi. Sawa. Sababu nyingine inaweza kusababisha tatizo la kansa ya shingo ya kizazi ni kujibweteka ama kuto kufanya mazoezi.
tatizo la kutokufanya mazoezi na mwili kuuacha ukijibweteka, ama tunaweza tukasema maisha ya anasa. Na hili linawapata pia wale watu ambao wanaishi katika mazingira ofisini, kuna AC, akitoka kwenye AC yuko kwenye gari, akitoka kwenye gari yuko kwenye kompyuta laptop ya kazini nyumbani, akitoka hapo yuko kitandani kalala, asubuhi yuko kwenye, yani hana muda wa kushughulisha mwili na kuweza kuupa mazoezi. Mtu huyu anaweza kuwa na possibility pia ya kupata tatizo la kansa, na hasa kansa ya shingo ya kizazi kwa upande wa wanawake. Lakini sababu nyingine inaweza kusababisha tatizo hili ni unene uliopitiliza. Tatizo la unene, yani overweight, body kuwa kubwa, overweight, uzito mkubwa na unene mkubwa, hii inaweza kusababisha tatizo linaloweza kuleta tatizo la kansa. Sababu nyingine ni uvutaji wa sigara. Matumizi ya sigara ni moja kati ya sababu inayosababisha kansa. Na hii inaweza kuwa swali, vipi mtu anavuta sigara inakwenda kwenye mapafu alafu tena kansa inaweza kupotokea katika shingo ya mlango wa kizazi? Ndio, inawezekana. Unajua vimelea vya kansa vinapojianzisha kutokana na kinga za mwili kuasi, kwa sababu kinga za mwili zinaasi. Zikiasi badala ya kuleta kinga ya mwili, badala yake zinaasi, zinaamua kushambulia kinga nyingine za mwili. Sasa kwa sababu zinaweza kujikusanya mahala, ile hali ya circulation ya damu, mzunguko wa damu unapoendelea kutembea katika mwili, fungu hili la waasi za kinga za mwili zilizoasi linaweza kujibanza mahali popote na kufanya mashambulizi eneo hilo. Na ndio maana kansa ni ugonjwa ambao unaweza kutokea popote. Unaweza kukaa kwenye damu, unaweza kukaa kwenye mifupa, unaweza kukaa kwenye moyo, unaweza kukaa kwenye eneo lolote, unaweza kukaa na kushambulia katika eneo hilo na hatimaye ikawa kansa ya eneo husika. Kwa hiyo pia utumiaji wa sigara unaweza kuwa sababu ya kansa katika mwili wa mwanadamu, na kwa mwanamke unaweza kuathiri katika kansa ya shingo ya kizazi. Dokta, hapa ukisema utumiaji wa sigara ina maana pia hata kwenye utumiaji ama wanasema uvutaji wa ugoro. Yani hapo sigara imetumika kiwakilishi, lakini tunazungumzia ugoro, sigara yenyewe, uvutaji wa bangi, yani hivi vyote vinasababisha tatizo hilo. Hata uvutaji wa mihadarati, uvutaji wa unga unasababisha tatizo hili. Sababu nyingine inaweza kusababisha tatizo hili pia ni utumiaji wa pombe kupita kiasi. Matumizi ya pombe yanaweza kuwa moja kati ya sababu zinazoweza kusababisha tatizo la kansa katika mwili wa mwanadamu, na kwa upande wa mwanamke unaweza kuchangia athari za upatikanaji wa kansa ya shingo ya kizazi. Lakini sababu nyingine ni historia ya familia juu ya swala la kansa, kwa sababu kansa pia ni genetic, ni moja kati ya magonjwa ambayo yanarithi. Kwa mfano, watu wenye breast cancer, watu wenye kansa za matiti katika familia kuna possibility pia ya kurithi. Kwa hiyo kansa pia inatengenezwa na sababu ya historia ya familia. Kama mmoja wa familia, wazazi ambao wameweza kupata tatizo hilo, anaweza kuwa na sababu ya kujikuta na yeye anapata au kizazi chake kinakuja kupata kansa. Kwa hiyo ni muhimu na ni bora kufanya uchunguzi mara kwa mara ili kuhakikisha kwamba unajilinda tatizo hili, na ikiwa liko katika hatua za awali, yani primary stage, tatizo hili linatibika na linapona kabisa. Na ikikupendeza, taasisi ya Islamic Dua Center tunatoa huduma za maelekezo ya kina na ikiwezekana ushauri na uchunguzi juu ya jambo hili kabla halijawa katika stage mbaya na kukuletea madhara zaidi. Baada ya kueleza visababishi vya tatizo la kansa ya shingo ya kizazi, ni vizuri sasa tukazungumzia nini dalili za kansa ya kizazi. Kwa hiyo napenda kutumia fursa hii kutaja dalili zinazoweza kukuthibitishia kwamba sasa unakuwa na tatizo la shingo ya kansa ya shingo ya kizazi. Dalili ziko nyingi, lakini nitazitaja 6. Lakini kabla ya kuzitaja, kwanza ningependa kutoa maelezo yafuatayo. Dalili za magonjwa ya kansa huanza kujitokeza baada ya muda mrefu kidogo wa tatizo hili tangu umeambukizwa. Dalili za magonjwa ama shingo ya kansa ya kizazi ni dalili zinazojitokeza baada ya muda mrefu kidogo tangu mtu ameanza kuambukizwa na tatizo la kansa ya shingo ya kizazi. Ndio kusema tatizo la kansa huchukua muda kidogo mwanadamu kuweza kugundua, kwamba mpaka pale anapogundua dalili, basi tatizo hili huwa limechukua muda mrefu. Na hii inatokana na historia ya tatizo lenyewe, kwa sababu linasababishwa na maambukizi ya muda mrefu. Kwa hiyo vipo vitu ambavyo vinachukua muda mrefu kidogo mpaka
au hali hii inachukua muda mrefu kidogo mpaka mtu kuanza kugundua dalili mbalimbali zinazoweza kusababisha tatizo la kensa ya shingo ya kizazi. Dalili ya kwanza ni kutokwa na maji yenye harufu katika maumbile ya kike ya mwanamke. Yani unapoona katika maumbile yako ya kike unatokwa na maji yenye harufu, hii ni moja kati ya dalili ya kensa ya shingo ya kizazi. Na maji haya yanaweza kuwa rangi ya kahawia ama kijani, au yanaweza kuwa faint colorless, lakini pia yanaweza kuwa ni maji ambayo yanasababisha au dalili za tatizo la kansa. Dalili nyingine ni kutokwa damu wakati wa kujamiiana au baada ya kujamiiana. Dalili nyingine ni kutoka damu ukeni wakati wa tendo au baada ya tendo. Ukiona unapata dalili hii, basi inaweza kuwa ni dalili ya tatizo la kansa katika shingo ya mlango wa kizazi. Dalili nyingine ni kutokwa damu kusiko kawaida, yani kutoka damu ya mfululizo, yani kutokwa damu katika maumbile ya kike usiokuwa muda wa kalenda ya hedhi. Yani mwanamke badala kutoka damu katika kalenda ya hedhi ya kila mwezi, badala yake anatoka damu muda usiokuwa huo, yani continued au nyakati tu from nowhere. Hayuko katika ada yake ya kila mwezi, hayuko katika MP yake, katika period yake, katika hedhi yake, anajikuta anatokwa damu. Hii ni dalili kwamba huyu mtu ana tatizo au ana dalili za kensa ya shingo ya kizazi. Dalili nyingine ni maumivu makali ya kiuno. Dalili nyingine ya kensa ya shingo ya kizazi ni maumivu makali ya kiuno, na maumivu haya yanaweza kuwa mbele ya kiuno chako, kwa maana kutoka upande wote wa mbele kulia mpaka kushoto, au kiuno chote mzunguko wake kupata maumivu makali. Hii ni moja kati ya dalili ya 4 ya kensa ya shingo ya kizazi. Dalili nyingine ni maumivu makali ya miguu. Dalili nyingine ni maumivu makali ya miguu, na hasa kwa wale watu ambao wenye over age, umri mkubwa. Wanawake wenye umri mkubwa wanaopata maumivu makali inaweza kuwa moja ya dalili ya tatizo za awali za kensa ya kizazi. Dalili nyingine ni pamoja na kizunguzungu na kuishiwa nguvu. Dalili nyingine mwanamke ni pamoja na kupata au kuhisi kizunguzungu na kuishiwa nguvu. Hii ni moja kati ya dalili inaweza kuthibitisha kwamba mwanamke ana tatizo la kensa ya shingo ya kizazi. Na dalili nyingine ni maumivu ya kichwa continued. Hii inaweza kuwa miongoni mwa dalili zinazoweza kuthibitisha kwamba mwanamke huyu ameanza kuwa na dalili ya kensa ya shingo ya kizazi. Lakini ikumbukwe dalili nilizozitaja ni dalili pia za magonjwa mengine yasiyokuwa kansa ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo tunamshauri mtu anapozisikia dalili hizi asijihisi tu kwamba ndio tayari amekuwa na kansa ya shingo ya kizazi. Badala yake ni bora sana kwenda kufanya vipimo ili kujithibitishia zaidi kwamba je, dalili hizo zinaangukia katika tatizo la kansa ya shingo ya kizazi ama kinyume chake. Haya ndio ambayo ningeweza kuyaeleza na kuwashauri wasikilizaji wetu. Na yeyote ambaye anaona ana haja ya kupata ushauri, lakini pia vipimo na ushauri na saha juu ya matatizo haya, basi ikimpendeza taasisi ya Islamic Dua Center tupo, Dr. Sule nipo pia, naweza kumsaidia, kumshauri, lakini pia hata kumwelekeza namna gani anaweza kupata vipimo hivi na matibabu sahihi ya tatizo hili anapokuwa katika hatua ya primary stage ama hatua ya kwanza. Lakini kubwa zaidi kumbukwe, tatizo la kansa linapofikia katika hatua ya juu, kwa maana secondary stage, na katika hatua ambayo ni severe, basi kansa haina dawa. Badala yake tuna dawa za kupunguza tu maumivu. Mgonjwa atakisubiria kifo muda atakaokutana nacho. Kwa hiyo ni moja kati ya magonjwa yasiyokuwa na dawa yanapofika katika hatua ya juu kabisa. Kwa hiyo ni vizuri kufanya matibabu na uchunguzi mapema ili kuweza kujiepusha, lakini pia kujilinda, lakini pia kujitibu katika hatua za awali kwa tatizo hili. Natumai wasikilizaji wangu watakuwa wamefaidika kwa hili. Sasa nirudi kwako ili tuweze kuwapa fursa nao kushiriki nasi katika kipindi hiki. Naam, asante Dr. Alhaji Dr. Sule kwa ufafanuzi wa namna ambavyo umeweza kutoa ufafanuzi juu ya ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi kwa kina mama. Na tumaini kwamba Swahiba atakuwa kapata nafasi ya kutafakari vile ambavyo ameweza, na nafasi ya kutupigia simu hapa iko wazi, kwa maana ya kupitia namba ambayo tunaitumia hapa studio ya 0699
42 2737 0699 42 2737. Hiyo ndo namba ambayo unaweza kutupigia simu hapa kama unakuwa na swali na unataka japo upate ufafanuzi wa jambo ambalo unatamani kulifahamu kutokana na kile ambacho Alhaji Dr. Sule ameweza kukizungumza kwa siku hii ya leo. Alhaji, kutokana na muda wetu kuwa umekimbia, nitakuomba nikisoma message basi jitahidi, unajua una ufafanuzi mrefu sana, naomba kidogo upunguze kwa sababu tusome message nyingi za watu hapa. Ngoja kwanza tupokee simu kwenye line ya simu ya kwanza hapa. Halo. Haya, naona huyu hajakaa tayari. Basi ngoja niangalie kidogo wakati nasubiri simu hapa. Ngoja nisome message baadhi kutoka kwa Swahiba. Anasema yeye anaitwa Mrisho Musa, anapatikana Kawekapina kwa haya, sawa. Huyu unaona kidogo kama hayuko sawa na sisi, message imechelewa. Mwingine ambaye ametuandikia ujumbe mfupi najaribu kuangalia hapa, anasema asalamu alaykum. Sheikh anaitwa Amisa, anauliza kama mafuta meusi yanaweza kurudisha mahusiano yalopotea, maana yeye anasema ana mwanaume wake ambaye aliahidi kufunga naye ndoa mimi, lakini kila siku aishi kuwa na sababu. Hii nadhani ushaku utolea ufafanuzi na acha tumueleze kwa ufupi. Mafuta meusi hayarudishi mahusiano, bali mafuta ya Zaitul Fedha na mti wa Shajarati Nur. Aje tutamsaidia. Sawa. Ngoja nichukue hii kwenye line ya simu. Halo. Halo. Ndio, habari? Habari. Njema, naongea nani toka wapi? Unaongea na Juma Moshi kutoka Nyang'hwani. Ndio, karibu. Bwana Juma, vipi tena? Mbona sielewi hapo. Sawa. Mwingine ameuliza, anasema mimi nauliza, je, kama una tatizo la unataka kusomewa dua kwa mara ya kwanza, unatakiwa uje na hela kiasi gani? Labda mtumaji anaitwa Aisha kutokea pande za Misole pale. Hatuna dua ya gharama, dua ni bure, na kila siku ya Jumamosi na Jumapili saa 2 asubuhi hadi saa 6 za mchana, lakini pia kila siku ya Jumatatu mpaka Alhamisi dua bure kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 5. Dua haiuzwi, bure tu, njoo wakati wote. Sawa. Huyu Mwajuma anatokea Chemchemu, mimi kila nikipata mchumba naota tabia zake zote mbaya, nikifuatilia inakuwa kweli. Je, ina maana gani hii? Ana jini wa uganga, aje tumtoe, atamdanganya tu mwisho wa siku. Naam. Sawa. Dokta anauliza mlipuko wa moyo unasababishwa na nini? Anaitwa Juma kutoka Amadika Sikonge. Heart diseases ni katika magonjwa ya moyo. Okay. Sawa. Kwa wale ambao wananipigia simu, nachukua pia simu. Naona kuna watu kama wana bip, wengi wana bip hapa. Sasa piga moja kwa moja, uliza kile ambacho hakika unatamani kukifahamu kutoka kwa Alhaji Dr. Sule. Yeye yuko hapa, atatoa ufafanuzi kama hivi ambavyo ameendelea kutoa ufafanuzi. Anaitwa Haruna Kabichi. Jani angalia hapa. Halo. Halo, habari za kazi? Njema, habari za wapi? Tunaongea nani pia? Naongea na Mariam kutoka Misole. Ndio, Mariam, karibu. Asante. Mimi nina jini mahaba. Ila nimechukua yale mafuta, nilichukua chupa 6. Mafuta yapi hayo? Yale ya mara ya kwanza kabisa. Ndio. Nikatumia, sasa baada ya kutumia hali kaa kama vile nzuri. Nimekaa muda tena nimeona tatizo limejirudia, tatizo nini? Tatizo ni kwamba step za ugonjwa ama stage za ugonjwa zinatofautiana, na ndio maana hata katika hospitali za kizungu kuna utaratibu. Kuna mahali daktari anaandika dawa, unakwenda unanunua, unapona. Lakini kuna mahali unalazimika kuandikiwa sindano za masaa, na kuna wakati unalazimishwa kulazwa ili uwe chini ya uangalizi wa daktari. Kwa hiyo inawezekana kuna shida ambayo inasababisha tatizo lirudi. Kwa hiyo urudi kituoni ili uweze kupewa daktari wa kukutibu, ili aweze kukuangalia kwa karibu mpaka tatizo litakapoisha lisirudi tena. Kwa sababu kuwepo kwa dawa hakufanyi taaluma ya daktari ipotee. Bado daktari ana kazi muhimu ya kuwa na uangalizi kwa wale wagonjwa ambao wako serious. Asante sana Mariam, shukrani kwa simu yako. Alhaji, naona muda wetu unakimbia. Haruna Kabichi Kilendu, familia anatokea Sololo pale.
Anasema, nauliza, uvimbe kwenye mji wa mimba inawezekana kutibika? Ndio, uvimbe kwenye mji wa mimba kitaalamu unaitwa fibroid ama mayoma, unatibika. Inategemea uko katika hatua gani. Ukifikia hatua ya kansa hautibiki, lakini ukiwa katika hatua ya awali unatibika. Na hii ndio mada ambayo tunatarajia sio muda mrefu kuja kuizungumza. Tumezungumzia kansa ya shingo ya kizazi, lakini pia tutazungumzia kansa na uvimbe katika mfuko wa uzazi, sababu tuko kwenye wiki ya wanawake. Kwa hiyo ukiwa hatua ya awali unatibika.